Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Fidia Tinga, wewe ambao unasikiliza redio yako pia, lakini wewe ambao unafuatilia simulizi hii kupitia YouTube, Mungu akubariki pia. Wewe ambao unasikiliza na ukufuatilia sehemu ya kwanza, YouTube unanipata kwa jina la Fidia Tinga. Kisha nipata, angalia simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio. Kuna sehemu ya kwanza, utaiweza kuisikiliza kwa uzuri ili kuweza kufahamu simulizi hii ilianza vipi. Lakini sehemu ya pili ndiyo sehemu ambayo leo ninakusogezea. Kwa moyo mkunjufu kabisa nikukaribishe sana ili uweze kuungana nami katika simulizi hii na muendelezo wa simulizi hii, sehemu ya pili. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio. Kumbuka simulizi hii inamhusu Bwana John pamoja na mkewe, ambaye mwanamke huyu anaitwa Rehema. Huyu kijana John alikuwa ni kijana ambaye alikuwa hana kazi maalum, lakini alifanikiwa ghafla. Alipata mafanikio ya ghafla ambayo yaliwashangaza watu kwamba amefanikiwa vipi, kazipata wapi pesa, mbona kama ghafla, na alikuwa hana mwelekeo wowote wa maisha. Kafungua biashara kubwa, mambo makubwa nafanya, kajenga mjengo na majengo mengine, kanunua magari na nini, kaanzisha mabiashara makubwa ghafla. Baada ya vyote hivyo pia akaoa, ndio akamua huyu mwanamke anaitwa Rehema. Rehema pamoja na wazazi wake kumwambia, wewe, mbona watu wana doubt sana, wanajaji sana kuhusu mafanikio ya huyu mwanaume anayetaka kukuoa? Rehema hakuelewa wala hakuwasikia wazazi, kwa sababu wanasema kupenda ni kama upofu. Ukishapenda, yani mtu mwingine akuambie kwamba namna gani vipi, huwezi kuelewa. Kwa hiyo Rehema hakuelewa kabisa wazazi wake walipomwambia. Na hata ilipofika siku ya harusi, bado siku hiyo ya harusi wazazi wa Rehema walikuwa wanashangaa sana kutokana na harusi ile ilivyokuwa ya kifahari vibaya mno. Kwanza no michango, hakuna kuchanga, unachanga ili waje. Mwamba ana hela za, yani hela za kumwaga. Unajua wanasema ana hela za kumwaga. Alikuwa ndo huyu John. Mpaka wazazi wa Rehema wakawa wanashangaa ile siku ya harusi. Harusi kubwa ya kifahari, kila kitu kizuri cha kifahari kilichokuwepo ukumbini kilikuwa ni cha kushangaza. Yani unajua kabisa hiki kimetumia pesa nyingi sana, hiki pesa nyingi hiki, lakini mwamba hakutaka mchango hata wa mtu. Kwa ile siku ya ndoa wazazi pia walikuwa na doubt. Mambo yakaendelea, ndoa ikafungwa, sherehe zikafanyika, Rehema pamoja na John wakaenda nyumbani kwao, wakaanza kuishi. Baada ya miezi kadhaa, mambo yakaanza kubadilika. Kuna maluelue akaanza kukutana nayo ndani ya nyumba, huyu mrembo Bi Rehema. Na hapo ndipo tuliishia, ambapo hatukujua alianza kukutana na vitu gani. Karibu sana katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Fidia Tinga. Simulizi hii unaisikiliza kupitia 101.7 Delta FM Radio kutokea Green City, Mbeya, Tanzania. Lakini unaipata pia kupitia mitandao ya kijamii. Nimesema YouTube, ukinifuatilia napatikana kwa jina la Fidia Tinga, Facebook, Instagram, TikTok na kwingineko kote napatikana kwa jina la Fidia Tinga. Maisha bana yaliendelea kwa John pamoja na mkewe Rehema. Baada ya kuhamia katika nyumba yao ya kifahari sana, bonge la mjengo, maajabu yalianza kutokea ndani ya nyumba. Siku moja usiku, Rehema alisikia sauti inatoka ndani ya sebule yao. Yeye yuko chumbani, lakini akiwa chumbani akaanza kusikia sauti sebreni kama mtu anatembea hivi. Ilimbidi Rehema atoke. Alitoka chumbani taratibu. Alipofika sebleni, cha kushangaza hakukuta mtu, lakini wakati yuko chumbani alikuwa anasikia mtu anatembea sebleni. Alirudi chumbani akiwa na wasiwasi sana. Siku chache baadaye, wakati tena yuko pale na ameogopa hata kumuuliza mume wake amekausha, siku nyingine akakutana na kitu kilichomtisha zaidi. Akiwa ndani ya nyumba yao, kwenye kona ya nyumba kulikuwa na chumba ambacho Danieli alikuwa amekifunga kwa kufuli nzito. Kwenye kona ya nyumba, ndani ya nyumba yao, kwenye kona ya nyumba kilijengelezewa kichumba ambacho kilikuwa kina bonge moja la kufuli. Na huyu bana John alikuwa amekipiga kufuri zito, huyu mume wa Rehema. Ikambidi Rehema aulize. Siku moja akasema, sivungi, wacha niulize mume wangu, hiki kisehemu kwenye hii kona ya nyumba ulichojengelea kichumba, kuna nini ndani humo?
John alimjibu tena kwa ukali. Unauliza ili waje? Unataka nini? Unataka kufahamu kuhusu nini? Hiyo ni sehemu ya nini? Unataka kujua ili waje? Hiyo sio sehemu ya wewe kuingia. Na usije ukajaribu siku moja kufungua, usije ukajaribu. Maneno yale yalimtisha sana Rehema, kwa sababu mumewe John aliongea tena kwa ukali sana, alifoka sana kiasi kwamba ni kama ugomvi, wakati yeye anauliza tu kwa nia nzuri afahamu kale kachumba kwenye ile nyumba yao pale kwenye kona ambako amepigwa kufuli kubwa zito akajawahi kufunguliwa, kuna nini ndani? Kadri siku zilivyozidi kwenda, Rehema alianza kuona vitu vya ajabu vingine tena vikizidi kuongezeka. Siku moja akiwa amekaa mle ndani ya nyumba, alishuhudia maajabu ambayo hata we mwenyewe unaweza ukaogopa, msikilizaji. Alishangaa vitu vinasogea vyenyewe ndani ya nyumba. Yaani kabati ni kama kuna mtu anaisukuma, inasogea inahama pale ilipokuwa. Makochi yanasogea pale alipokuwa, yanahama, yanasogea. Ni kama kuna mtu anasukuma, alibaki anatetemeka. Ungekuwa wewe ungevumilia? Ungefanyaje? Ungefanyaje? Unashangaa majaba pale ulipanga yanaanza yanatembea. Ni kama kuna mtu anasukuma anahamisha pale. Ungefanyaje? Siku zingine alikuwa anakutana pia na hali ya harufu ya tofauti ndani ya nyumba. Usiku akiwa amelala, kuna manukato anayasikia ndani ya nyumba, na hawana hiyo perfume kwamba labda wana hiyo perfume imepuliziwa. Kuna manukato yanakuja, ni kama kuna mtu anapuliza marashi ama anajifukiza kitu. Lakini wakati mwingine ilikuwa ndoto za kutisha. Rehema anaota ndoto za kutisha. Akimuuliza tu mume wake ni anafokewa vibaya mno. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Vaa uhusika. Iki unakipitia ni wewe. Ungefanyaje? 0744139543. Niandikie hapo, nitasoma ujumbe wako. 0744139543. 0744139543. Nitasoma ujumbe wako. 0744139543. Lakini unayefuatilia kupitia YouTube, komenti yako pale, na kwenye mitandao mingine yote, Facebook, Instagram, TikTok, weka komenti yako pia. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Ukimuuliza mwenzako anakuwa mkali. Siku moja Rehema aliota ndoto ya ajabu sana. Alijiona akiwa amesimama ndani ya nyumba yao. Sikiliza hii ndoto ambayo aliota Rehema. Alijiona akiwa amesimama ndani ya nyumba yao, lakini nyumba ilikuwa imejaa vivuli vya watu wasiojulikana. Yaani yuko ndani ya nyumba, alafu anaona vivuli vya watu hawaoni. Wakati anaota hiyo ndoto pia kuna sauti ilimwambia, hii si nyumba ya baraka, hii ni nyumba ya agano la giza. Sauti hiyo ilijirudia sana ndani ya moyo wake na katika masikio yake. Hii si nyumba ya baraka, hii ni nyumba ya agano la giza. Alishtuka kutoka usingizini akiwa anatetemeka, jasho linamwagika. Ilimbidi Rehema sasa uvumilivu umshinde. Alishindwa kuvumilia. Siku moja asubuhi, akiwa amepitia hiyo ndoto, ikafika siku ambayo ikawa ni siku ya Jumapili, akasema hapana, ili swala lazima niende kanisani. Wakati alikuwa ameshaanza kuwa na uvivu kabisa, hali ya kwenda kanisani ilikuwa inamwisha. Lakini siku hiyo akasema hii ndoto hapana. Akila kukumbuka ile sauti inasema hii sio nyumba ya baraka, hii ni nyumba ya agano la giza. Sauti ile ilimfanya Rehema akose kabisa uvumilivu tena wa kuendelea kuyavumilia maajabu anayokutana nayo. Siku moja asubuhi akaamua kwenda kanisani. Alimtafuta mchungaji mmoja katika eneo alilokuwa anaishi. Mchungaji huyo alikuwa ni maarufu na hasa kwa swala la maombi, kuombea watu na kufunguliwa, lakini pia kuweza kuwaeleza watu hasa mambo yanayohusu nguvu za giza, ikiwa pia kuna mambo watu wanapitia ambayo wanayapitia kwenye maisha yao, hawajui yametokana na nini. Huyo mchungaji alikuwa anaitwa Mchungaji Elia. Alikuwa Mungu amempa neema kubwa sana ya kuweza kueleza mambo yaliyojificha sirini, hasa yanayohusu ufalme wa giza.
Siku hiyo Rehema akafika kanisani. Alipofika hakusema mengi kwa mchungaji Elia. Yeye alianza tu kulia, akalia sana mbele ya mchungaji. Mchungaji alimuangalia kwa makini sana. Sasa hapa ndipo tajua kwamba wapo watumishi wenye macho ya rohoni. Wapo watumishi ambao Mungu anawatumia. Hata wewe ambaye uamini watumishi, leo nakuambia hivi, wako watumishi ambao Mungu anawatumia. Wakati Rehema yuko analia tu, haongei chochote, analia tu, yule mchungaji anaitwa mchungaji Elia akamuangalia sana kwa makini sana, kisha akasema, binti yangu, hata kabla hujasema tayari Mungu kuna kitu amenionyesha juu yako. Rehema akashtuka. Huyu mchungaji Mungu amemuonesha nini? Mbona mimi sijaongea chochote? Mchungaji Elia alisema tena kwa sauti ya utulivu sana lakini nzito, akamwambia, mali za mume wako hazikutoka kwa Mungu. Rehema alishtuka sana na akapigwa ganzi. Mchungaji akaendelea kusema, zimetokana na agano la giza. Kuna nguvu zinazolinda mali hiyo, na mali hizo zinahitaji kitu. Rehema aliuliza kwa hofu na kutetemeka, akasema, kitu gani? Mchungaji akasema, mali hizo zinahitaji sadaka ya maisha au mateso ya wale wanaoishi ndani ya nyumba hiyo. Ilimbidi Rehema aanze kulia tena kwa nguvu sana. Alitetemeka, haamini anayoyasikia kutoka kwa mchungaji. Vuta picha, ni wewe umeenda kwa mtumishi, hujamueleza mambo yako, yeye ameshaanza kukuambia ndani ya nyumba yako unapitia hivi, maisha yako unapitia hivi na hivi, na hivi unavyovipitia ya vinatokana na hivi. Rehema alitetemeka sana. Ungekuwa wewe ndio unaambiwa na mchungaji kuhusu maisha yako, alafu ni kweli wanayoongea, anakuambia ndani unakutana na vitu vya ajabu, ungefanyaje? Endelea kuweka komenti yako, maoni yako pia kwenye 0744139543 0744139543. Huyu anasema ningeondoka bila kuaga. Lakini pia anasema kaka, simulizi ni tamu sana, ila Rehema ana ujasiri. By Isaac kutokea pande za Ujafu, Mbeya. Mwakilingo anapatikana ICS, anasema kwa kweli mimi nakimbia na muachia hiyo nyumba. Mambo yanatisha. Mimi nakimbia. Yeye angekuwa yeye angekimbia ndani ya hiyo nyumba. Lakini anasema ningemwambia mume wangu twende kanisani. By Jimson Mgoda kutokea Malangali. Angekuwa yeye ndiyo Rehema. Anaitwa Daniel Venance, anasema mimi nisingeweza kuvumilia, ningekimbia sana na kuhama. Pia anasema ningeondoka maana sio haba. By Chogo Chuma kutokea Ndonya Street. Lakini pia anasema kwanza pole sana Rehema kwa yaliyomkuta, ingekuwa ni mimi ningemwacha na nyumba yake. Magoke Tembo kutokea Mamba F. Lakini huyu Groli kutokea Uyole anasema ningeogopa na ningeondoka, ningerudi nyumbani kwetu. Lakini huyu anasema kwanza nampa pole huyo mtu, mimi Gorin hapa. Lakini anaitwa Sara kutokea Yunga, ningekuwa mimi ningetoroka na kutafuta kanisa. Huyu anasema mimi ningekuwa Rehema ningeondoka mapema asubuhi. Tia angeondoka mapema asubuhi tu. Huyu pia anasema Recho hapa kutokea Mkwajuni, ingenibidi niende kanisani nimshirikishe Mungu. Huyu anaitwa Tano kutokea Iwe, anasema siwezi kuvumilia. Huyu anasema mbona mambo ya kutisha yanazidi, sijui hawa wanaume wanapenda kutumia njia za mkato. Alima Hamisi. Lakini huyu anaitwa Ayubu Gohagi, yuko Igomba, anasema Igomba Saja, huyo mwamba hatari na hafai. Story yako inatisha mno, kaandika tu hivyo. Fidiatinga, mimi hapo miguu iniokoe kabisa. Adelina Mauridi kutokea Nzovwe pale. Lakini huyu anasema huyu anasema ningekuwa mimi ningemwacha abaki na madudu yake. Judith Mkanile kutokea Isanga. Anaitwa Masai, anasema ningekuwa mimi natoroka mapema. Pia anasema nimpe pole sana huyu dada, hapo cha kufanya ilikuwa ni kuachana naye huyo baba. Pia anasema kaka, pole yake kwanza Rehema. Anasema atafundisha na wengine pia.
furaha ya ndoa au penzi sio pesa au mafanikio. Furaha ya milele ni kumjua Mungu, ndipo atakujaza mema siku zote. Musa Amos kutokea Iyunga pia anasema hapo mbio zingekuwa zangu angebaki na hela zake. Ameandika hivyo. Huyu pia anasema nampa hongera Rehema kwa kwenda kanisani. Naitwa Anet Joseph Iwambi Mbeya ndiko anapatikana. Kakatinga inatosha sana. Ni Fredi Mwaf wa Kapunga Mbarali. Inatosha nini Fredi? Ndio kaka, tuko tayari. Ya muda mrefu mbona. Eva kutokea Mbeya Uyole anasema ningeita wachungaji waje nyumbani kwa maombezi. Sasa unafikiri mume wako angeruhusu wakati anajua vitu vyake ni vya nguvu za giza? Huyu anasema kaka, yani mimi nimeanza kuogopa. Wameanza wengine kuogopa jamani. 0744139543 anasema huyo John naona pesa zake sio pesa halali. Mama Michael wa Ilembo ya Umalila. Anaitwa Daniel Selini kutokea Igubike Kilima Hewa. Jamani, story nzuri. Hivi ni ukweli? Kweli. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Hayo mambo yapo. Kwa hiyo Rehema wakati ameendelea kuzungumza na mchungaji ameongea mambo ambayo yanatisha kweli, na akimwambia kwamba hizo mali za mume wake zinataka sadaka ya maisha au mateso kwa wale wanaoishi ndani ya nyumba hiyo, kwamba ni lazima wapitie mateso. Yeyote anayeishi kwenye hiyo nyumba lazima atakuja kupitia mateso. Sasa Rehema alibaki na vita ndani ya moyo wake aliyoambiwa na mchungaji. Je, amwambie mume wake au anyamaze? Aliogopa sana, anaanzeje kumwambia? Amwambie nini? Ikambidi tu abaki akiwa anaishi kwa hofu, analala kwa hofu, hali vizuri kwa sababu yuko tu na hofu. Rehema akaanza kukonda. Anaanzeje kumwambia John mume wake aliyoambiwa na mchungaji? Wewe unamshauri nini Rehema? Amwambie mume wake au aache tu abebe vyake aondoke, au unamshauri nini? Kwa sababu Rehema anaogopa, anamwambiaje mume wake? Piga simu yako hapa kwenye 0744139543. Tapokea simu chache kwenye 0744139543. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio. Msimuliaji wako ni mimi Fidia Tinga. Unaipata hapa Mjengoni, lakini ukiingia YouTube utapata sehemu ya kwanza, ya pili na zitakazoendelea. Kwenye line hapa yuko tayari huyu. Kwenye line, hello. Naam, unaitwa nani na uko wapi ndugu? Moja kwa moja nazungumza na Fredi Mwafu, napiga simu toka Konga Barari. Karibu sana Mwamba. Asante sana kwa kweli. Huyu dada alikuwa na moyo wa kijasiri sana. Kama ukiangalia kwa maisha aliyoishi kwa muda huo aliyokuwa nao, kweli maisha yalikuwa ni magumu na alikuwa anatisha sana. Kwa hiyo ila mimi kwa kumshauri hapo, na yani sio kwamba ni kwenda kumwaga, ni kuchukua tu kilicho chake pia ndio tuondoke. Maisha kama haya yanatisha sana kaka. Kwa hiyo kama vipi achukue vyake atembee? Yani hiyo ndio sheria hiyo. Haya, barikiwa sana Fredi Mwafu ndugu yangu. Barikiwa sana. Unicheki hapa nikitoka tu, nicheki kwenye namba yangu. Asante sana, nitakucheki kaka. Poa Mwamba. Kwenye line, hello. Hello. Naam, karibu sana. Unaitwa nani na uko wapi? Alfa niko Singida. Karibu. Yeye ningemshauri asimwambie afanyeje? Kimya tu, achukue vitu vyake aondoke. Haya, asante sana kutokea hapo kwa ushauri wako. Rehema amekusikia. Asante sana. Kwenye line, hello. Hello. Karibu, unaitwa nani uko wapi? Adelina. Mimi hapo ningeomba Rehema. Ndio. Nitaongea kwenda kumuuliza mume wangu. Ningeenda kumuuliza kwa sababu hata Biblia inachukia kuachana, ningemuuliza majibu ambayo angenipa kutokana nayo hayo.
Hauoni wewe Adelina, hauoni kumuuliza ingekuwa ni hatari kwa sababu angejua kwamba umeshajua siri ya mafanikio yake? Naweza kuwa ni hatari kwangu, lakini naweza kuwa mbaya ndio kujua kwangu mimi hapa. Haya, hatari kwangu, lakini pia ndio kujua kwangu. Haya, sawa. Asante sana, pia ubarikiwe kutokea hapo. Haya, 0744139543, simu mbili za mwisho 0744139543, ili pia niangazie meseji chache za wale ambao wameweza kutuma kwa haraka hapa ndani. Chesko Bang Ikanuto Mbarali, nitakuja kuisoma meseji yako kwenye line. Hello. Naam, unaitwa nani, uko wapi? Unaitwa nani na uko wapi? Haya, huyu naona hatuko pamoja huyu. Kwenye line mtu mwingine tumpokee. Kwenye line. Hello. Karibu, unaitwa nani na uko wapi? Ukiwa? Karibu. Igomba kaja. Karibu. Yaani hapo kama ningekuwa ndo mimi hapo mbio zote zingeniokoa, kwa sababu hata kusubiri kufunga hivi. Yaani hapo cha msingi ni kutoka kumwachia kila kitu Kagame maisha ya kwako. Pate mali halali kwa mbele. Okay, sawa. Asante sana pia kwa maoni yako. Haya, simu imesalia moja ya mwisho kwenye 0744139543 kwenye line. Hello. Naam. Hello. Naam, karibu, ni nani na uko wapi? Mimi ni Dorcas, nipo Uyole. Karibu Dorcas kutoka Uyole. Nasema ingekuwa mimi nisingemwambia, ningeamua tu kuondoka, maana ningemwambia angezungumza ingekuwa ni shida tena. Ingekuwa ni shida tena. Ni bora tu ninaamua tu, bora ningeondoka tu niendelee na maombi kanisani, nisomboe na matatizo. Haya, barikiwa sana pia kutokea hapo. Amina, nashukuru baba. Haya, msikilizaji, usipige simu tena hapa kwa sababu sasa nisome meseji pia za wale ambao wameweza kuandika hapa ndani meseji zao. Chesko Bang kutoka Ikanuto Mbarali anasema ningemshauri ashirikiane na mumewe ili waendelee kuiendesha mali yao vizuri. Chezea. Angeshirikiana na mume wake. Anakutana na maluelue, angeshirikiana na mume wake. Sawa. Kaka, yani hapo aondoke. Anaitwa Debora kutokea Uyole, ameandika hivyo. Sara Abraham kutokea Iunga Lupeta anasema bora atoroke aende kuishi hata kwa mchungaji asiage. Nimpe pole huyo Rehema, maana kasema tu hivyo. Cosmas kutokea Mbeya Lupa, tatizo wanawake wanatamaa, hawaulizi kwanza. Anasema wanakurupuka kuuliza, si ujinga. Lakini anasema pole sana Rehema, mimi mbio zingeniokoa kanisani. Kulwa Charles kutokea Mabatini, kwa kweli alikuwa jasiri. Kamaliza tu kusema hivyo. Ningekuwa mimi ningebeba, anasema nisingeaga, ningebeba vilago vyangu ningesepa. Witness kutokea Iringa. Pia huyu anasema yani mimi ndo ningekuwa Rehema. Cha kwanza kabisa navyotoka kwa mchungaji na nyata taratibu, nachukua kila changu kwetu, sijaua. Anasema naondoka mimi. Anasema anaitwa Tumaini kutokea Mbeya Isyesye kwa matajiri. Anasema utajiri wa mtu sio wa kutamani, ni mateso, wala sio wa kutamani. Judith Mkanile. Huyu anasema Kakatinga inatisha sana, na huyo dada anampa pole. Fredi Mwafu akapunga Mbarali. Kaka, mimi namuacha na maisha yake, naondoka zangu. Anasema mimi Mkwajaza wa Ukwavila Mbarali. Ningeiba mazaga yote. Nurite from Kabogo. Ungeiba vikakutese unakoenda Ruako. Wanasema kaka Rehema ni mvumilivu. Calvin Masinga kutokea Kidenge Dodoma. Hiyo simulizi ni ujumbe wa wanawake wa saizi wanaopenda wanaume wenye pesa, wanaacha vijana wenye maisha ya chini. Nampa pole huyo dada by Yuzo, niko Mapogolo Mbarali.
Pia anasema ningekuwa mimi ningemuomba Mungu na kutafuta watumishi wa Mungu wanisaidie. Esa kutoka Itua. Huyu anaitwa Mama Bless kutoka Chunya. Mimi ningeondoka ningemwacha na mali zake. Huyu anaitwa Mama Bless, imejirudia. Haya bana. Meseji ngapi hapa nitamatishe? Meseji ni nyingi sana. Nitamatishe na meseji 5. Tumlochelewa kutuma poleni. Tamatishe na 5 pia. Kaka, hayo anasema ni masimulizi tu, na anasema na yanayotufundisha katika maisha yetu, ila kuhusu mchungaji hapo ni uongo. By Castro Gideon kutokea Veta Machinjioni. Haya, uongo wa mchungaji wewe labda unasema ni wapi ndugu yangu nani Castro? Maana wewe tayari huamini watumishi, mpaka hapo nimeshakuona kwamba huamini mchungaji aliyoyaeleza, au huamini nini? Kaka, haya imejirudia. Anaitwa Nurdin Yozo. Anasema nampa pole huyo sister kwa yaliyomkuta, na mshauri amtafute Mungu kwa bidii zote. Mungu hawezi kumuonyesha njia sahihi, by Nuru. Pia anasema mimi Masai na mshauri asimwambie mume wake, ni bora achukue vitu vyake na watoto. Rehema anasema atoke tu, akimuuliza anahatarisha maisha yake. Huyu anasema imejirudia. Huyu anasema naitwa Hezron Landa kutokea Umalila, ningekuwa mimi ningeondoka siku ile ya kwanza. Jamhuri hapa na mshauri aweze kubeba vitu vyake tokea Isangala, anasema hivyo. Naona angeondoka tu, amwachie na pesa zake, maana hayo ni, anasema hapo sio pazuri. Mama Michael wa Ilembo ya Umalila. Huyo Rehema bora tu arudi kwa mchungaji huyo, amuombe, alafu abebe vilagu vyake aende. Nisome kama Lili pande za Izumbwe madukani. Ya mwisho anasema nao wanawake wanataka hela sana kadrine ya sasa, kumbe mali ni ya manyoka. Tafuteni mali wote na mwanaume utakayeolewa naye. Anaitwa Jamali kutokea Mbalino. Meseji nyingi ambazo yazisoma niwie radhi, lakini pia wewe ambaye simulizi hii umeiona ni nzuri lakini haujui ilianzaje, nenda YouTube, andika Fidia Tinga, sehemu ya kwanza utaipata, na hii sehemu ya pili hata kama umechelewa kuanza kusikiliza utaisikiliza kuanzia mwanzo, itapanda hewani. Nenda YouTube, andika Fidia Tinga, utanipata hapo. Utaifuatilia simulizi hiyo kwa uzuri kabisa. Mungu akubariki sana uliyefuatilia sehemu hii ya pili, na nikuambie tu sehemu ya 3 panapo majaliwa, panapo heri, kesho saa 10 kamili za jioni nitakuwa hapa mjengoni. Kesho saa 10 kamili za jioni nitakuwa hapa mjengoni. Tutakuwa na muendelezo wa sehemu ya 3 na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Tumeishia hapo ambapo Rehema ameshaambiwa na mchungaji uhalisia wa mali za mume wake. Amerudi nyumbani, anaogopa, anamuambia nini mume wake, amuulize au asimuulize. Ameanza kuishi maisha ya hofu kwa sababu ameshaujua ukweli. Rehema ameanza kukonda, Rehema ameanza hali vizuri, Rehema amekuwa mtu wa mawazo, na swali kubwa anajiuliza, je, amwambie mume wake au anyamaze aache tu maisha yaendelee? I'm go by the name Fidia Tinga. Nipate kwenye mitandao ya kijamii yote, Facebook, Instagram, TikTok na YouTube, kote unanipata kwa jina hilo Fidia Tinga. Nenda ukanifollow huko, subscribe pia pale YouTube, tuwe marafiki na uweze kufuatilia pia simulizi ambazo ninakusogezea YouTube na mitandao mingine. Tuwe marafiki, napatikana kwa jina la Fidia Tinga. Ndiye msimuliaji wako katika simulizi hii. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio, na leo tulikuwa pamoja katika sehemu ya pili. Tuungane katika sehemu ya 3 kesho.